السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na kukaribisha tena katika darasa nyingine ya kitabu chetu cha Maana at-Taghut. Darasa ya mwisho tuliishia mahala hapa ambapo tulimalizia kwa kusema watuhibba, na kuwapenda ahla al-ikhlasi, watu wa ikhlas, watuwaliyahum, na kuwafanya vipenzi, watubghidha, na kuwachukia ahla shirki, watu wa shirki, watuadiyahum, na kuwafanyia uadui. Tunaendelea na hicho kitabu cha Taghut, na leo inshallah tutaanzia katika kipengele hiki bila kupoteza muda inshallah. Asema wahadhihi, na huu, wahadhihi, na hii, millata, ni mila, Ibrahima, ya Nabii Ibrahim alayhi salam, allati, ambayo, kwa maana ya hii mila, allati, ni mila ambayo, sifiha, maana yake ni kujitweza au kujidhuru au kujifanyia upumbavu au kujifanyia ujinga, ndo maana ya sifiha. Sio kwamba tuongee kauli za kejeli, lakini ndo maana ya sifiha. Sifiha maana yake ni mtu kufanya upumbavu au kufanya ujinga au kujidhuru au kujitweza, yote ni maana sifiha. Kwa hivyo wasema wahadhihi, na hii, millatu, ni mila, Ibrahima, ya Nabii Ibrahim alayhi salam, allati, ambayo, sifiha, ameifanyia upumbavu, nafsahu, nafsi yake, man, yeyote, raghiba anha, raghiba kwa maana ya kuipa mgongo au kuikataa, anha, kuhusu mila hiyo. Wa hadhihi, na hii, millatu Ibrahim, ni mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam, allati, ambayo, sifiha nafsahu, ameifanyia upumbavu au ameifanyia ujinga nafsi yake, man, yoyote, raghiba anha, atakaipa mgongo au atakaikataa, anha, kuhusu mila hiyo. Wahadhihi, na hii, wahadhihi, na huo au na hii, hiya al-uswatu, ndiyo mfano au ndiyo kiigizo, allati, ambacho, akhbara Allah, amekikhabarisha Allah au amekhabarisha Allah, akhbara Allahu biha, amekhabarisha kwacho Allah tabaraka wa taala, fi qawlihi, katika kauli yake. Wa hadhihi, na hii au na huo, hiya al-uswatu, ndiyo mfano au ndiyo kiigizo, allati, ambacho, akhbara Allahu biha, ametukhabarisha kwacho Allah tabaraka wa taala, fi qawlihi, katika kauli yake. Ni mfano wa nini anakhabarisha? Mfano wa hichi kipengele tulichokisoma juu. Tuliangalia fa amma sifatul kufru bitaghut, tuliangalia sifa za kumkufuru taghut. Tukasema fa huwa, basi nazo ni an ta'taqida butulana ibadati ghairillah, ni kuitakidi au kuamini kuwa ibada zote ni batili, zile zinazofanya
kinyume na kufanyiwa Allah tabaraka wa taala, watatrukaha, na kuziacha ibada hizo, watabighidha, na kuzichukia ibada hizo, watukafira ahlaha, na kuwakufurisha watu wake, watuadiyahum, na kuwafanyia uadui wao. Kisha tukazungumzia wa amma maana al-imanu billah, na amma maana kumwamini Allah tabaraka wa taala, fahuwa, basi tukasema an ta'taqida anna Allah huwa al-ilahu al-ma'bud, kwamba ni kuamini Allah tabaraka wa taala ndiyo Mungu anayetakiwa kuabudiwa, wahdahu, peke yake, duna maswahu, kinyume na mwingine. Watukhlisul, na kuzitakasa, jamia anwa'i al-ibada, ibada zote, kulliha Allah, kwamba zote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Watamfiaha, na kuzikanusha, an kulli, kutokana na kila maabudin siwahu, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah tabaraka wa taala. Watuhibba ahla al-ikhlas, na kuwapenda watu wa ikhlas. Watuwaliyahum, na kuwafanya vipenzi. Watubghidhu ahla shirki, watuadiyahum. Hii ndiyo mila ilikuwa ya Nabii Ibrahim alayhi salam, ambayo sasa ndio twasema wahadhihi, na mila hii, wahadhihi, na hii millatu Ibrahim, ni mila Nabii Ibrahim alayhi salam, allati, ambayo sifiha nafsahu, ameitweza au ameifanyia upumbavu au ameifanyia ujinga nafsahu, nafsi yake, man, yeyote yule, raghiba anha, atakayekataa au atakayeipa mgongo, anha, kuhusu mila hiyo au juu ya mila hiyo. Tuko sambamba? Tuendelee, tusema wa hadhihi, na huu, hiya al-uswatu, ndiyo mfano wenyewe, allati, ambao akhbara Allahu biha, ameukhabarisha kwao Allah tabaraka wa taala, fi qawlihi, katika kauli yake. Allah asema qad kanat, kwa yakini, qanat lakum, kumekuwa kwenu ninyi, uswatun hasana, na kio kizuri au kiigizo chema, fi Ibrahima, kwa Nabii Ibrahima alayhi salam, walladhina ma'ahu, na wale walikuwa pamoja na Nabii Ibrahima alayhi salam. Idh qalu, kumbukeni pindi pale waliposema, liqaumihim, kuambia watu wao, inna, kwa hakika yetu sisi, bila ya shaka, buraa'u minkum, tumejitenga na ninyi, wa mimma ta'buduna min dunillah, wa mimma, na vyote, ta'buduna min dunillah, mnavyoviabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala. Kafarna bikum, kafarna, tumekukufuruni ninyi, kafarna, sisi tumekukufuruni ninyi, kafarna bikum, tumekukufuruni ninyi. Wabada bainana, wabada, na kumekushaanza, wabada kwa maana ya kwanza, wabada bainana, na kumekushaanza, bainana, baina yetu sisi, wa bainakum, na baina yenu ninyi, al-adawatu, uadui, wal-baghdha, na chuki, al-adawa kwa maana ya uadui, wal-baghdha, na chuki, abadan, daima, abadan, daima, hatta tu'minu billahi wahda, hatta, mpaka, tu'minu billah, muamini Allah tabaraka wa taala, wahdahu, peke yake. Hii ni suratul Mumtahana, aya nambari 4. Kwa hivyo katika darasa hii insha Allah ni kwamba tu tunaangalia kiigizo ambacho Allah tabaraka wa taala ametupatia sisi, ambao ni Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo kwa ujumla turudie ili kuweka mambo sawa. Asema wa hadhihi, na hii, millatu Ibrahim, ndiyo mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam, allati, ambayo sifiha nafsahu, ameifanyia upumbavu nafsi yake, man, yeyote, raghiba anha, atakayekataa au atakayepa mgongo, anha, kuhusu mila hiyo. Wa hadhihi, na huu, hiya al-uswatu,
ndiyo kiigizo au ndiyo mfano, allati ambao akhbara Allahu biha, ameukhabarisha Allah tabaraka wa taala fi qawlihi, katika kauli yake, qad kanat lakum, kwa yakini kumekuwa kwenu ninyi, uswatun hasana, kiigizo chema, fi Ibrahima, kwa nabii Ibrahima alayhi salam, walladhina, na wale ambao, ma'ahu, walo pamoja naye, idh qalu, pindo aliposema, liqaumihim, kwa watu wao, inna buraa'u minkum, hakika yetu sisi tumejitenga na ninyi, wa mimma ta'buduna, na vyote mnavyoviabudu, min dunillah, kinyume na Allah tabaraka wa taala, kafarna bikum, tumekukufuruni ninyi, wabada bainana, na kumekushaanza baina yetu sisi, wa bainakum, na bainu ninyi, al-adawatu, uadui, wal-baghdha, na chuki, hatta abadan, milele, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka muamini Allah tabaraka wa taala wahdahu, peke yake. Hii ni suratul Mumtahina aya nambari 4. Kwa hivyo darasa leo inshallah tutaishi hapo. Allah tabaraka wa taala akifikisha tutaendelea kutokea hapo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.